kikosi chake kuna 50 kwa 50 huenda wakamkosa nyota wao Stefan Aziz Ki kutokana na maumivu ya mgongo ambayo anayapitia hivi sasa. Ingawaje taarifa rasmi ama ripoti rasmi itaipokea baadaye jioni kutoka katika jopo la madaktari ambao wako katika kikosi cha Yanga Sports Club. Pengine kwa kauli hii ambayo amezungumza kocha wenu inawapa nguvu kiasi gani kuelekea katika mchezo huo kesho? Kiukweli Aziz Ki anapokosekana kwenye kikosi inakuwa ni changamoto, lakini Yanga namna ambavyo unavyoiona kuna wakati mwingine unaweza ukatamani hata Aziz Ki asiwepo kwa sababu unaangalia namna ambavyo timu ilivyokuwa ina mastai na kila mtu, yani kila kwenye namba kuna mtu, umeelewa? Kwa sababu ukimkosa Aziz Ki kwenye namba 10 maana yake kuna Clatous Chota Chama ambayo kwa wenzetu nguvu mbili alikuwa ndio kama captain wao, alikuwa ndio kama shujaa wao. Kwa hiyo ni masikitiko kwa sababu ni mchezaji mzuri, key player, lakini yote kwa yote kwa sababu ndio imekuwa hivyo, hakuna namna. Lakini kiukweli sisi tunaingia kama majiant, wenzetu wanaingia kama underdog. Kwa hiyo wanachokiombea sasa hivi pengine tuteleze wapate suluhu, kitu ambacho kwetu sisi yani ni kitu ambacho hatutaki kudondosha. Unajua tayari sisi tushakuwa tuna ubingwa, sisi ndio ambao tunaongoza kwenye ufungaji, tunaongoza ligi. Sasa wenzetu labda tuwasaidie suluhu, lakini kwenye hii gap ya point sasa hivi hatuna huruma yoyote. Yani no excuse. Wenzetu wana excuse kwamba watasema wanatengeneza timu. Umeelewa? Ukisikia kauli ya kocha anakuambia sijui atakuwepo nani, hatakuwepo huyo Chemaloni, atakuwepo na nani. Hiyo ni sababu ya pili. Ya kwanza atakwambia tutatengeneza timu, ya pili kama wachezaji hawatakuwepo wataleta hiyo excuse. Lakini timu kama timu kama ya Yanga, yani ndani mtiti, nje mtiti. Yani timu imeenea na hatuna hofu hiyo. Yani tunaona kesho kama mbali. Kwa hivyo mimi binafsi yani naona masaa kama hayasogei kwa sababu nataka tuwaonyeshe kwamba Yanga namna ambavyo tumejipanga na tumejipambana kama tunatafuta pointi 6 kwake yeye. Maana sasa ushachukua 3, tunasubiri 3 nyingine atugaie. Sawa, na tunamdai kwa kifupi. Okay, wanamdai 3 nyingine na Simba Sports Club, na kesho tutakwenda kuzichukua. Huyo ni Nabii Menje, shabiki wa Yanga ambaye aliasi kule kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Na usinitajia yani natamani hata nilie. Unajua mimi yani umeelewa? Yani uaga hata yale mawazo kwamba nilikuwa kule, yani hayapo sasa hivi. Yani usinikumbushe. Sio nimesahau. Yani nasikia yani vibaya mtu anaponiambia kwamba nilishawahi kuwa shabiki wa nguvu mbili. Nasikia vibaya sana. Yani hata unitusi kuliko kuniambia kama nilikuwa shabiki wa nguvu mbili. Kikweli yani na masononeko kweli yani. Naomba usinikumbushie tena. Kama unaniheshimu lakini. Kama unaniheshimu naomba usinikumbushie tena. Kibako kabisa. Nabii Menje, Movic kocha wenu kasema haogopi dabi, ameshaongoza dabi kubwa. Na kauli hii pengine haiwezi kamponza kuelekea katika dabi hapo kesho. Hapana, ndo kauli za makocha wakubwa duniani kote. Muangalie Jose Mourinho namna ambavyo kwa anaenda kucheza katika dabi zake dhidi ya Barcelona. Kuna kauli ambazo ukizizungumza zinaenda moja kwa moja kwa wachezaji, lakini kuna kauli ambazo ukizizungumza zinaenda kutia unyonge kwa wachezaji pia vile vile. Nikupe mfano tu, juzi kuna game ya Liverpool na PSG. Kocha PSG alienda na maneno mazuri zaidi japokuwa kupoteza, lakini uliona ile game the way walivyokuwa wanacheza. Wamepoteza. Nasema japokuwa wamepoteza, lakini umeona kapiga on target zaidi ya goli 10. Yani Liverpool alikuwa kapata tu shoot on target moja akapata ile, lakini kwa mara ya kwanza Liverpool alikuwa kakaa katika lango lake yuko nyuma. Lakini kuna kauli ambayo kocha Chelsea alisema kipindi kile timu iko vizuri, akasema mimi timu yangu bado haina nguvu ya kugombania ubingwa. Ikawaathiri wachezaji hawawezi kujituma, lakini kauli ya kocha wetu Hamdi kusema kwamba siogopi dabi, na yeye tangia ametoka kule amecheza katika ligi kubwa, ligi ya Algeria, akapa ubingwa, amecheza dabi kubwa zaidi. Kwa hiyo maneno yale yatamfanya kesho mtu kama Pacome, mtu kama Mwenda kusema kwamba kama kocha haogopi, mimi mchezaji kwa nini niogope? Na sisi mashabiki siku zote nasema Simba ndo timu ambayo ndo kibonde wetu. Tulimfunga mara nyingi, tumemfunga mara 4, tunaenda kumfunga mara 5. Unyonge tunaulazimisha unyonge kwa Simba. Yani sasa hivi ukisema sisi mashabiki wa Simba kwamba mashabiki wa Yanga kwamba tunaenda kukutana na mashabiki wa Simba, mashabiki wa Simba wataongea kwenye media, lakini ndani wana unyonge kwamba ukiangalia kikosi chao mchezaji mmoja mmoja kuanzia golini mpaka namba 11, alafu ukiangalia na kikosi cha Yanga wanaona ni mbingu na ardhi. Wenyewe bado wanatengeneza kikosi, ila sisi tunao wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo muda wowote. Mchezaji kama Pacome, mchezaji kama Dube ambao wana magoli zaidi ya 7 kuendelea, mchezaji kama Stefan Aziz Ki hata kama hata kuwepo, lakini kuna mchezaji kama Clatous Chota Chama tena mwenye bahati mbaya au bahati nzuri, Chama anautaka mchezo kwa sababu
aliwapa mafanikio Simba, lakini wamekuwa wakimtukana huyo mzee, sio inakuaje. Kwa hiyo kama ataanza Chama tutegemee zaidi magoli, kwa sababu ni mechi ambayo ana deni kubwa kwa mashabiki wa Yanga. Tangia tumemsajili Chama, japokuwa hajapata nafasi ya kuingia katika kikosi, lakini kama kesho ataenda kuanza, anataka kuhamasisha. Na sisi kazi yetu ni moja tu, ukimtukana mchezaji wetu sisi tunabeba clip tunamuonyesha. Kwa hiyo wanasema Pacome mzee, sasa kesho ndo Pacome akaonyeshe uzee wake. Wanasema sijui Maxi majioni tunawapa wachezaji wetu bwana, mmesikia mnavotukano. Kwa hiyo kesho ni mechi ambayo mashabiki wa Yanga popote walipo pale wasio na wasiwasi. Hamna goli mbili. Yaani hamna goli mbili. Risiti yako unatuzia. Nakwambiaje? Ukitupa kazi ya kutafuna ubwabwa na kumfunga Simba, bora kutafuna ubwabwa kutakuwa kazi kubwa, kwa sababu unaweza ukapaliwa. Lakini Simba kesho hamna goli mbili. Yaani hamna, tunza maneno yangu. Hamna goli mbili. Yaani wale lazima achezee goli 3, goli 4, goli 5. Kwa sababu gani nakwambia hivyo sasa? Tukienda katika kuongea kifootball, in fact sisi sawa tunaweza tukawa tuna madhaifu yetu, lakini madhaifu yetu sisi tunao mabeki, tunaye kipa ambaye anaweza akasolve. Je, swali linakuja, Simba anaweza akashikilia bomba? Anaweza, yani Yanga tukaamua kumtafuta tukamsearch, anaweza kweli akazuia idadi ya magoli? Angalia katika dabi ambazo zimepita, Ateba alipata 1v1 zaidi ya 2 dhidi ya Diara ni save, sio kama naelewa. Lakini tuje kwa upande wa pili, pin hata kikosekana, tumewafunga makipa wote wa Simba. Tumemfunga Ishmanula, tumemfunga Ali Salim. Lakini Diara yule ni tofauti na huyu wa sasa hivi. Tofauti yake uko vipi? Huyu wa sasa hivi amekuwa akiruhusu magoli. Kuruhusu magoli sio tatizo. Hamna golikipa ambaye aruhusu magoli. Na nikwambie tu, clean sheet zinatengenezeka pale uwanjani. Inategemea una solve vipi, unafanya save vipi, ama mpinzani wako safu yake ya ushambuliaji imeamka design gani. Kuna siku unaenda kucheza mechi inatokea bila sio kama labda golikipa unaweza kaka save vizuri, lakini pia upande wa pili wa washambuliaji hawakuwa bora katika kiwango kile. Nikwambie katika tathmini mechi ya goli 1 bila tuliwafunga, tulitengeneza ngapi? Lakini sisi tulizuia vizuri. Moviki, hiyo mechi ya 1 bila ndio walofurahia kwamba amejitahidi. Timu yao inachekesha. Yani wewe timu umefungwa unasema umejitahidi. Walijifunga, yani tuliwalazimisha unyonge mpaka kilele. Tunaongea kwa point Movich. Mwaka jana wametufunga, tumejifunga. So mwaka jana, mwaka huu mwaka huu tumejifunga. Ule tena ni mwaka jana. Lakini msimu huu pia tumejifunga. Sawa ulilazimishwa kujifunga. Tumenyimwa na nini? Penalty. Tumeambiwa nini? Goli nini? Offside. Si ndio hivyo? Lakini vyote vile vya kweli. Sio kama vya uongo. Hata Dube ilikuwa ya kweli. Dube alifunga kambi offside. Ndio nakwambia hivi. Tulia usio na moto. Huu moto uliokuja hapa mwingine. Sio hao ni kuja hapa. Wanakuja tu na maneno ya matusi nini? Matusi hatakiwi. Tuongee maneno hata tusikia wajue naam pointi zinakwenda. Wewe unanifunga mimi na mimi nakufunga wewe. Unakumbuka nimekufunga ngapi? 6. Nimekumbuka nimekufunga ngapi? 4. Zile zote lakini kama zimepita na wewe unakuja hivi lazima ukumbuke hapo kabisa. Alafu mama utanikumbusha historia. Mimi sikuwepo hizo. Wewe sisi 1960 ngapi ulifungwa goli 9 na. Ndio maana unaambiwa hivi. Umeelewa? Ndio maana unaambiwa hivi. Kwa Mkapa hatoki mtu. Okay. Maana yako umejua mama? Hapana. Simba na Yanga hawatoki pale. Maana yako umeelewa? Tueleze. Kwanza hawana uwanja. Simba hana uwanja. Yanga hana uwanja. Kwa nini timu kubwa hawana uwanja? Wanajua sisi tuko atafutia uwanja hawa. Kwa Mkapa atacheza nani? Kwa hiyo wale lao wanalopapa wanaenda kugombea KNC uwanja. Na Mungu ana uwanja. Mbeya kuna uwanja. Dodoma kuna uwanja. Ndio. Tanga kuna uwanja. Kwa nini hizi timu mbili hawana uwanja? Kwa nini? Kama sisi mashabiki ambaye kama kukaa na kujiuliza kwa nini wenzetu wana uwanja na sisi tuna uwanja? Leo tunagombea uwanja mmoja watu 3. Inahusu hiyo? Haihusu. Yusu kabisa. Mwenye uwanja anataka. Mimi mgeni nataka. Yanga naye anataka. Ndio bana unatupisha. Huyu akipita kushoto mwingine kulia, mwingine kasema makati. Si ndio hivyo? Ndio. Kwa hiyo hawa ujanja hatuna sisi ambaye mashabiki hatuna akili. Tungekuwa na akili, tungewaweka kwanza ambaye maneno zetu. Sisi timu zetu kubwa zinajulikana mpaka nje. Kwa nini
hatuna uwanja? Hilo linakuuma rohoni. Linaniuma baada tunagombea uwanja, kwa nini tugombee choo? Okay. Leo tunachekelea na maneno Simba nimempiga, Simba nimembana. Hatuangalii mambo mazuri ya kesho. Haya umenibana mimi na kuruhusu mwenzangu wewe mchezaji mpira bandi. Tufanye jambo la tucheze mpira. Tupate hata angalau kombe moja kumpelekea Mama Samia. Na yeye akafuta machozi hivi. Hamna, sio hiyo, kila mwaka tunaishia hivyo hivyo. Umefika umepata? Robo finali. Umepata? Umempelekea? Anakulia umempelekea? Medali. Hiyo si kweli. Si kweli. Kwa sababu ninapokuambia hata hao wanasema, bingwa, ukipata kombe la nje kumpelekea Mama Samia, we bingwa. Ayaongea na wachezaji sasa kuhusiana na kile ambacho unakitamani kuhusiana na makombe ya kimataifa. Ongea na wachezaji sasa hivi wanakufuatilia, viongozi wanakufuatilia. Sasa nataka uwanja. Mnataka uwanja? Tunataka uwanja. Simba ana uwanja wake, Yanga awe na uwanja wake. Makado kando wengine tuyaache kama kawaida. Umenielewa? Na mambo mengine yanatoka mtafaruku pa baada uwanja mmoja. Ndio maana kuna mtafaruku. Sasa je, kila mtu angekuwa na uwanja wake tu makombe yangekuja. Hamna maneno wala ugomvi hamna. Kashfa hamna. Okay. Leo tunatiana moto, baridi, siji nyanya chungu nini. Uwanja mmoja. Sawa, na huyo ni Habiba Abdallah, shabiki kindakindaki wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiweza kuzungumza kwa kile ambacho kipo. Tumezungumza dabi hapo Katamba na timu yake, lakini baadaye akaja akasema kwa maana wanahitaji uwanja, lakini pia wachezaji kama msikie mpate kombe la kimataifa mumpelekee Mama Samia, mumfute machozi kwa kazi ambayo anafanya kupambania michezo hapa nchini. Unajua nisikilize, mimi moyoni mwangu ningekuwa kama hao wote tumekuwa kwa akili hii moja, kombe lishaingia hapa Tanzania. Sasa kinachokwamisha ni kitu gani ukiachana na uwanja? Sikiliza nikwambie. Mimi leo naweza nikajitahidi au Yanga akajitahidi. Akifika nusu tayari kesha vutwa mguu karudishwa chini. Yaani kwa maana mnajivuta wenyewe kwa wenyewe. Sisi wenyewe kwa wenyewe. Okay. Hatuchoki. Wenyewe kwa wenyewe sisi tunavuta, ukitaka kupanda juu tu umeteremshwa. Umekuwa hapa. Unaenda? Mama Samia tunamjua. Tunampelekea haki zake. Hebu angalia kwanza. Mama Samia hana, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu amjalie. Amina. Katuruhusu michezo. Kila aina mchezo. Hata mimi nikitembea bega hivi, Mama Samia atanilipa. Okay. Si mchezo. Lakini sisi leo binadamu tupo hapo tunafanya. Yanga anapocheza anachukua mamilioni mangapi? Mengi sana. Je, umempa nini zawadi yake mama? Sisi tumempelekea nini? Medali. Nishakwambia hivi, hiyo mambo ya medali acha. Tunataka kitu kijulikane kabisa, kinatoka nje kinaingia hapa. Tunakaa tunasherehekea siku 7, 8, 9. Kwa hiyo wakileta kombe ya wewe si mshindi. Kwa nini usimpelekee mama? Tumpelekea. Kwa hiyo wote sisi si washindi. Sawa, tunaenda katika mapumziko mafupi. 96.8 East Africa Radio Musoma. Together tunawakilisha. Yo, my best hapa all the way from Nairobi is Bensoul aka Papa Soul aka Suda. Kapteni hapa Sholo Mwamba Geuchuma Nondo Stiliwaya. Bando is all the way from Shy Town. Majaliwa Tundu Beli Arere mzee hapa. Hivi Arusha tuna East Africa Radio. Mama mmenipata hapo. Mnaona nje hiyo. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Kwa majina naitwa Simon Peter Simalenga, mkuu wa wilaya ya Bariadi. Swala la taka ngumu, halmashauri ya mji wa Bariadi na halmashauri nyingine wakurugenzi tuhakikishe mitaa na vijiji vyetu inakuwa salama pamoja na kaya zote. Wapo wafanya biashara hawazingatii taratibu za usafi. Takataka zizolewe. Tuweke vyombo kwa ajili ya kuhifadhi takataka kwa maeneo ya mijini. Lakini kwa maeneo ya vijijini sio vibaya ukichimba shimo, zile takataka badala ya kuzitupa tu hovyo ukawa na shimo lako unazifukia, unaotupa kwenye shimo likijaa
unafikia. Kwa hiyo uhifadhi wa taka ngumu, lakini maji taka, hili ni la halmashauri ya mji. Halmashauri ya mji lazima tuwe na sehemu kwa ajili ya wananchi, vyoo vyao vikijaa watafute magari, kama ni gari la halmashauri najua lipo, kama ni magari ya watu binafsi yanayonyonya maji machafu, waende wakanyonye hayo maji machafu na yakawamwagwe sehemu ambayo imeandaliwa vizuri. Fanya kweli dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka Mwimbili, mimi nitashangilia tu wagonjwa. Hii mechi imechezwa mwezi wa Ramadhani, majini yamelala, kila kitu hakipo. Kila mwaka wanatukwepa Ramadhani. Sisi tunaomba Mungu tu, Mwenyezi Mungu tuletee mechi mwezi wa Ramadhani. Nasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu utupe nini sisi? Mbugi itaanza kupigwa viwanja vya nyumbani kwenye ligi ya taifa. Hawana hela ya kumlipa Kibu. Kibu ndo the most expensive local player. Kibu Dennis ana mshahara mkubwa.